Kitabu cha Mwanzo sura ya 15. Kitabu cha Mwanzo sura ya 15. Kwanza nakusalimu katika jina la Yesu. Naomba nisaidie kumpa mkono jirani yako, mwambie mchungaji anakusalimia sana. Wewe ambao unatazama kwa mbali, kwa ndani ya nchi ya Tanzania au kwa nje, nakusalimu katika jina la Yesu. Mimi ni mtumwa na mjoli wa Bwana, mchungaji Fidelis Kalinga wa kanisa la TAG jumba la Shangwe, Dar es Salaam Chanika. Nisimama tena kwa zamu ili niseme maneno ya Mungu, na nataka kwenda na mwendelezo wa somo wangu. Wakati Mungu anataka kukubariki, hii leo inaweza ikawa ni sehemu ya 7, si ndio? Sehemu ya 7. Wakati Mungu anataka kukubariki. Niliwaahidi kwamba nitamaliza somo wiki hii, lakini kwa neema ya Bwana Mungu ameendelea kunipa vitu kutoka kwenye safari ya baraka ya Abraham. Siwezi kumaliza. Kwa majaliwa ya Mungu wakati mwingine nitamaliza. Naomba tusome andiko hili katika kitabu hicho cha Mwanzo sura ya 15 kuanzia mstari wa kwanza. Inasema, baada ya mambo haya. Kabisa mwenyewe, baada ya mambo haya. Alafu mwambie kuna mambo yanapita pita. Mwambie na wewe na mambo yako mengi tu hayaeleweki. Lakini sema baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Mungu ni mwema sana. Unafikiria ni mambo yanakuvuruga na kuchanganya, alafu anatokea. Mwambie jirani yako Mungu atakutokea baada ya kuvuruga hivyo. Na leo katika jina la Yesu akutokee. Baada ya mambo hayo ambayo msiyajui. Aseme na wewe tena katika jina la Yesu. Aseme na wewe tena katika jina la Yesu. Abraham akasema, Bwana Mungu unanipa nini? Nami naenda zangu, hali sina mtoto, na atakaye nimiliki nyumba yangu ni huyo Eliezer Mdameski. Abraham akasema, tazama hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani kwangu ndio mrithi wangu. Neno la Bwana likamjia likinena, huyo hatakurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi. Akamleta nje, akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu hizi nyota, kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyo kuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyokuleta kutoka Uru wa Wakaldayo, kupe nchi iwe urithi. Sema, Bwana Mungu, nipateje kujua ya kwamba nitairithi? Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke na wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na ua na mwana njiwa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, sitaki waulize maswali na muda mchache wa kuhubiri, na nataka kuomba na watu leo. Lakini mpaka hapa tumeshazungumza wakati Mungu anataka kukubariki, na nilisema wazi ya kwamba kwenye somo hili tunapitia safari za baraka za nani? Safari ya baraka ya nani? Abraham. Kwamba Mungu hata kama ana lengo la kukubariki, yako mambo ambayo yako juu yako unapaswa kufanya ili ukutane na hizo nini? Baraka. Sasa tumezungumza mengi, lakini tulizungumza habari ya kutoka, kwamba Abraham alitoka katika nchi yake, kwamba kuna eneo lazima utoke, kuna mipaka fulani lazima utoke, kuna leo fulani lazima utoke. Tulizungumza umuhimu wa utii, kwamba Abraham alikuwa mtii kwa Mungu, na lazima uwe mtii. Kwa jeuri utapishana na gari la mshahara. Tulizungumza jambo lingine, tukasema usiwe binafsi. Baraka ambazo Mungu anakupa anataka ziwe baraka kwa wengine, na anasema mtakubariki uwe baraka kwa wengine. Tukasema pia lazima utakutana na changamoto. Unapokutana na changamoto usifikiri Mungu amenitupa. No, tena ndani ya changamoto mbele ziko baraka nyingi. Kuna mtu dada mmoja tuko tuongea naye leo ofisini, nimeomba naye, amekutana na changamoto nyingi kweli,
lakini ndani ya hizo changamoto Mungu ameandaa mema kwa ajili yake. Na naamini jioni na kicheko kikubwa sana kwamba wewe ndiye Mungu amini yale Mungu anayatenda baada ya kupitia kwenye changamoto. Kwa hiyo changamoto ya kuuziwa, changamoto ya kukataliwa, changamoto ya kusema vibaya, changamoto ya kutengwa, changamoto ya kupoteza mali, sio vithibitisho kwamba Mungu hatatenda alichosema juu yako. Inaweza ikawa na kukomaza ukutane na mipaka yako. Changamoto ya kuumwa karibu ufe, umwe mpaka watu wanaanza kukuomba utoe wosia. Nataka nikwambie, hutakufa, utaishi, uyasimulie matendo makubwa ya Bwana. Wewe ziko changamoto nyingi, sio kuthibitisha. Tulisema usiwape watu nafasi hadi ukasahau uhalisia wako. Kuna mahali lazima mbaki wewe. Wengine waliokuwa mbavuni mwako wanaweza kudondoka kulia kushoto, wanaweza kukengeuka, lakini kuna mahali baki wewe kama wewe. Haijalishi ni mdada uko peke yako, haijalishi ni mama uko peke yako, mume ameshakuwa cheni, haijalishi ni kijana umebaki peke yako, wengine wamechochora, pana mahali unabaki wewe kama wewe. Unaacha wengine peke yao. Jamani, amini. Haijalishi umekosa mchungaji ambaye yuko karibu na wewe. Kuna jambo moja liko mtandaoni sasa. Linavuma. Mwanamke mmoja wa kule Mbeya anahubiri sana wakati amelewa kabisa, lakini anapiga gongo humshiki. Mtu mmoja akasema nyakisha ndio walivyo. Anaweza kutoka anywe pombe hapo, lakini anaimba tenzi. Yaani kwa sababu wamekulia kanisani, kwa hiyo wanajua vitu vingi kanisani. Yule mama anapiga gongo, mama amemwona anaweza kupiga kweli. Anahubiri kwa viwango na kwa theology ile ya kweli. Lakini ni mlevi. Sasa watu wamekuwa wakitafuta namna kumsaidia. Yuko wapi ili tumrudishe kwa Mungu? Kipawa chake kile kifaili. Kiende. Mmoja kaenda kufanya utafiti, karudi na taarifa zake. Unajua huyu chanzo chake ni mchungaji. Chanzo chake ni mchungaji, aliahidi ahadi, akashindwa kutimiza. Kwa hiyo mchungaji kila akisimama anaiongelea ahadi yake, akakata tamaa. Unaonaje anapoweza kuzomewa mchungaji? Wa kumzomea sio wa kumzomea. Hata yeye anasema atapetu huko karibu. Na basi alafu unajua kuna watu wambea wa kiroho. Yaani anaongelea kama nani, lakini analimwaga ili mlichakate, ili waongezeke maadui. Na ndio kwenye mitandao kulivyo sasa hivi. Maadui juu ya wachungaji waongezeka, maadui juu ya kanisa waongezeka, maadui juu ya wokovu wapeni. Na wanaoongeza ni wateule hao. Yaani hujui hiki kitu nikikitupa hapa kitamanga su. Sasa mmoja nimecomment leo, ameeleza akisema shida sio mchungaji, shida sio mzee wa kanisa, hiyo sio shida. Shida hapa ana kifungo kimemfunga. Ibilisi ili akuweze anakufunga kwanza. Hata Samsoni hakunyolewa nywele bila kwanza kufanya nini? Kufungwa. Tena vifungo vingapi? 7. Kwa hiyo ilikuwa haina namna. Kwa hiyo adui ili akupate lazima akufunge kwanza. Anafunga ufahamu wako. Unalaumu watu, unapolaumu watu unaingia kwenye kifungo kingine. Na akatoa hoja ile mtu akasema, ukitaka kujua shida sio mchungaji wala mzee wa kanisa. Je, hawako watu waliowahi kupitia kusema vibaya na wachungaji na wako kanisani? Hawapo. Hata hapa hawapo. Mwambie mzako shauri yako wewe. Tupo wenzio. Tena nyinyi mnasema kidogo tu. Tuulize sisi. Kama wapo waliowahi kusema vibaya na wapo kanisani. Huyu aliyeshindwa, shida ni nani? Na ana uwezo wa kupiga gongo. Shida ni yeye ambaye alimfunga. Yule mtu akasema tushughulikie kifungo kwanza, ili Mungu hicho kifungo mfungue. Alikosa saa zingine, alikosa unyenyekevu wa kunyenyekea kwa mchungaji wake. Mbona na wazazi wenu mmetandikwa sana? Hamjatandikwa. Sitera utapigwa na wazazi wako. Shika mashavu kuna tu. Lakini ulimwacha kama mama. Na mimi ni baba wa kiroho. Na wewe ni mama wa kiroho. Kwa hiyo lazima uwe mvumilivu. Jamani, amini. Amen. Ninataka kukutia hivi kwa kuongea.
Ngeni. Sisi hapa sisi ndio tuache nende na Mungu. Kama Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunaongelea pointi ya ngapi ile? Ya 7 inasemaje? Inasema hivi, usiache uhalisia wako, si ndio? Amen. Hata kama wengine watakuacha. Kwa hiyo kuna mahali hata mchungaji anaweza kaonekana amekuacha. Na yeye ni mtu, baki wewe na Bwana. Haujaitwa na mchungaji, umeitwa na Mungu. Ukiona sababu ya kama sisi wachungaji kwa hivi, sababu ni mwangalizi. Yaani mwangalizi alinyamaza kimya. Tangu mimi nimeenda kwenye huduma, alituacha, hakufanya chochote. Simama na Bwana. Tuko tulioachwa na wachungaji wakashindwa kufanya chochote, wakakataa hata kusaini kwenye barua zetu za kwenda shule. Utamsaidia nini? Huyu mwanafunzi wakasaini, nitamsaidia maombi. Nayo kama waliomba. Lakini tupo tena kiroho safi, hakuna kinyongo. Tunawaheshimu. Kuna mahali unaweza ukaacha peke yako. Simama na Bwana. Umeachwa na mume, simama na Bwana. Umeachwa na mke wako peke yako, simama na Bwana. Umeachwa na kikosi fulani, simama na Bwana. Tukaeleza jambo lingine. Na mwisho tuliongea nini? Jumatano. Tukasema usidharau mafuta yaliyo juu yako. Mungu amekuwekea watumishi wenye mafuta juu yako. Hapa sizungumzii pastor tu. Hata kama uko mwenyekiti wa WWK, unajua ana mafuta katika wakati wake wa uongozi. Wewe mdharau. Wewe mdharau. Na kuna watu wengine hawajui kula na vipofu kabisa. Hawajui kula na vipofu. Unakashangaa kadada kako hapo kana miaka 22 23. Kana bila kama mbinulia mdogo mwenyekiti wa WWK. Mimi sijani mwenyekiti ningekuwa mimi. Ningekununulia mpaka Carolite. Maandiko yanasema patana na mshtaki wako hapo. Njiani. Kuna mtu ananielewa? Au wewe ni mama, unamlinulia mdomo mwenyekiti na unajua una watoto. Hivi unafikiri jambo lako atafanya? Hivi unafikiri huyu hana moyo, ana moyo wa jiwe, hana moyo wa nyama? Nikuulize wewe mama, unaomba na kuomba, una moyo wa jiwe wa nyama? Mwezi niliimba more than story. Nikaona baadaye nilikulia. Nimekuja na wimbo mwingine, utaenda studio unasema sina moyo wa jiwe, nina moyo wa nyama. Kuna wakati naumia mpaka nataka kurudi nyuma. Hawa moja na kwamba kapengele naweka ninasonga tu, lakini na wataarifu watu jamani, na mimi sina moyo wa jiwe, nina moyo wa nini? Wa nyama. Lakini mwanzoni kwa sababu stop more than stop. Yaani zaidi ya jiwe. Nikaona unapiga zaidi. Nikaona hapa nitunge kibao kingine tu. Na chenye na rap hivyo. Sina moyo wa jiwe, nina moyo wa nyama. Kuna wakati naumia na tamani kukata tamaa. Jamani amina. Ana moyo wa nyama. Nazungumzia WWK, sijaenda CMF, sijaenda zoni. Kama huyu mtungo wetu anachelewa mpaka zoni na ni mwana zoni anachelewa zoni. Kesho nakuletea jambo lako. Hajavaa sare, hata kushuti tu wimbo utokee vizuri. Ashuti. Mama Nyamuya, kilo moyo wa jiwe na moyo wa nyama. Bila piga squeeze na piga peupe tu. Hamna kuingia chumbani. Heshimu mafuta yaliyo juu yako. Mtu ambaye Mungu amemweka kwenye eneo fulani, heshimu. Kuna watu hawasaidii kwa sababu ya heshima. Hivi nyinyi mliwahi kuwafundisha. Mlimuona Martha na Mariamu walipomwendea Yesu wakati ndugu yao wanaumwa, walisema upendaye hawezi, rafiki yake. Yaani wanaenda na hoja. Kwa nini wale watu waliheshimu mafuta ya Yesu alipokuwa duniani? Waliheshimu mafuta yake. Sio mambo yangu leo. Lakini tulimuona Daudi, tulimuona Abraham, jinsi ambavyo anajua heshima. Hata kama anajua ana maono makubwa, anapokwenda ni kukubwa sana. Lakini alipokutana na kuhani wa Mungu aliye juu sana, Melkizedeki, alishareda
akachukua sehemu ya 10 akazikabidhi kwa yule kuhani, akielewa ya kwamba kwa huyu yuko juu, mimi niko chini. Lakini mwingine angesema wewe Melkizedeki hujanielewa tu, mimi natoka ule Akaldayo, nyinyi wote mpaka na wewe mtabarikiwa kwa jina langu. Kuna watu mko hapa mmebeba mambo makubwa sana, lakini yatatokea kwa heshima. Au jalisikia? Kuna watu hapa mmebeba mambo makubwa sana, hata kanisa lione, lakini hayo mambo yatatokea mnapoendelea kuheshimu mafuta yaliyo juu yenu. Lakini vingine yatakufa. Kuna kifo kimoja wasomi wanakiita natural nini? Natural nini? Natural death ni kujifia kwa asili, yani hana aliyehusika. Unajua ukasema ni kanisa alihusika, unakuwa wewe mwenyewe kimya. Kwa nini? Utambui mafuta yaliyo juu yako. Nimependa mchungaji mmoja, mhubiri mmoja, sijui yuko wapi, alitembelea kijana mmoja, niembelea jana tu, anajieleza, yeye amefika kwenye kanisa, kajieleza, alipomaliza kujieleza, akaeleza mimi nimesoma chuo, tena nimesoma kwenu huko kwa shamba. Yule kijana, mambo yako vibaya, mke amenikimbia, kaongea vitu vingi pale. Yule mtumishi anamcheki tu. Mwambie mwenzako, kuna sehemu ukienda wanakuchora tu. Unaongea juu ya mchungaji wako, wanakuchora tu. Wenyewe wanaona kabisa shida ni ya huyu. Ndio maana mimi napenda hata kija mtu anapenda nyamazi kimya. Songelee mchungaji alikotoka. Alipojiengelesha mchungaji akamuuliza maswali. Mtu aliyokuwa karibu naye ni kijana mmoja, aliua mke wake yuko ndani. Alipata hasira akasema, "Kwa hiyo wewe roho ya uwaji na kunyemelea wewe." Katika kuongea mwisho hitimisho, yule mtumishi akachukua shilingi 60,000, 10,000 akampa nauli na 50,000 akasema, "Tatizo lako wewe katika mazungumzo yako uliondoka kwa mchungaji wako vibaya." Akasema ni kweli. Ameuliza huduma vile vile, akasema nenda kabla na mchungaji wako. Hii 50 peleka sadaka kwa mchungaji wako, hii 10,000 nauli. Ukija naweza kuongea na wewe, lakini vinginevyo mimi nimempenda sana yule, na Mungu atupatie hiyo roho. Atupe hiyo roho ya kufanya mapatanishi. Sasa sijui bwana, zile 10 ndio yake ya nauli, 50 ndio ya kumpelekea mchungaji. Sijui kama atakuwa amefikisha. Ningekuwa naomba simu ningempigia, umefikisha? Anasema mfuate. Acha maneno mengi. Sijui maana unajua ile alikuwa anajitetea, anasema, "Chuo kuna mtu kali nisomesha, wenyewe hawakunigharamia sana." Akasema, "Kisukuru sasa kanisa lao." Alikuwa sasa tunakusoma huko, wanahusika na kesho yako kubwa. Hao nenda kapatane na yule mchungaji wako, yale mafuta yaliyo juu yake yakimiminwa juu yake yako kiheshimu, utatoboa. Lakini vinginevyo hata uwe na mimi, you never succeed. Wewe ufanikiwa. Ndiza jina kwa Mungu, unajua mchungaji anachosema. Hata wengine wanadharau kwa kuondoka, wengine wanadharau kwa ukiongea wanainua mdomo. Wanaongea mbele ya mzee, anaongea nini? Hasa viti vya nyuma kule. Tiba nilingia huko, naitwa Tiba. Usiwe na wewe huko kama magonjwa badala Tiba. Naongea nini wewe mzee? Huyu kila siku ndio mambo zake. Unafanya unamdharau mchungaji na huko hapo. Na ubaya wake Mungu sasa anatembea kwenye kanisa, anaongea na kanisa kupitia nani? Mimi hata waambia nyinyi yote. Ningine ananiambia mimi ndio nikuletee. Wewe unadharau. Utachelewa kukutana na baraka za Mungu. Mimi nakwambia hivi wazi, sio kwa kujipendekeza au kwa sababu nimekuona wewe ni mkorofi kwangu. Na kufundisha ukiwa hapa na ukiondoka kwenda popote, heshimu mafuta yaliyo juu yako. Heshimu mafuta yaliyo juu yako. Heshimu mafuta yaliyo juu yako. Nadhani niliwahi kusema miongoni mwa mambo yalimsumbua Hana kumheshimu Eli. Eli alikuwa ameporomoka kiroho kabisa. Alikuwa yuko kwenye ramani karibu anataka kweli. Niombe yake kijangu gani? Mpaka kuhani hamjui. Anamwambia huyu mwanamke mlevi anaingiaje huko? Yaani unaitwa mlevi, muulize wewe mchungaji anakuona mlevi tu. Na ni kweli kuna watu wengine wanaweza kusema wengine pointi vizuri anapita hapo sio leo. Weka pointi vizuri. Kwa sababu wengi Eli alikuwa mlevi tu, sio mwana maombi. Unaanza ukajionekana ni mwana maombi lakini ni mlevi. Mwambie jirani yako, unaweza kuwa mwana maombi lakini mlevi. Mwana maombi usiokamilisha baadhi ya mambo yanayotakiwa kufanya nini? Ukamilishe. Heri hamjui mtu anayeshinda hekaluni mwa Bwana siku zote. Heri hamjui
akazinduka kumsikiliza machache. Unajua kwa watu wengine, kuna mmoja alisema nimeenda kwa mchungaji ofisini lakini ananiombea maombi mafupi. Wanafikiri Mungu anatenda kwa maombi marefu. Mungu sisi anatumia kwa mamlaka tu. Nikishika tu mkono nikasema Mungu akufanikishe, ukisema amen imetoka hiyo. Wala haina sababu mpaka nikusomee kama ni misali ya waumini. Anaongea maneno machache tu. Kwani machache tu. Nenda zako nyumbani. Mungu atende sasa na wadamu wao. Akaondoka ikatiki. Heshima mafuta. Leo nazungumza jambo la saba. La saba. Na muhimu sana liandike na namaliza dakika 2, 3, 4, 5 au 10. Ni muhimu kuhuisha agano lako na Mungu. Jambo la saba. Wakati Mungu anataka kubariki, miongoni mwa mambo ya muhimu kufanya ni kuhuisha agano lako na Mungu. Na nitaongea mambo matatu tu katika mengi ya kusaidia kuhusisha agano lako na Mungu. Lakini ngoja nikuchukue katika kapicha fulani, nikuchukue. Leo hii wewe ni mwanandoa, sawa? Ni mume au ni mke? Miaka 5 au 10 iliyopita mlifunga ndoa pamoja. Mkaanza safari kwa upendo na unyenyekevu mkubwa. Mwingine akimwita mume wake nani? Na wajina yote. Mkaendelea na safari. Katika kuendelea na safari, kuna maeneo ambayo kila mtu asipoyahuisha agano linaweza likafa. Ni uongo kweli? Ni uongo kweli? Yaani mke wangu ategemee tu ile tarehe 21 nadhani mwezi wa 9 mwaka 1986 tulipoona, na mimi nikasema nakupenda, niko tayari kwa hali njema au mbaya, na yeye akasema nini, akitegemea yale aliyoyasema na mimi yale niliyosema imetoka. Miaka inaenda inarudi, hakuna kuhuisha, mnaenda maisha. Hii ndio sababu unakuta watu wameanza pamoja, lakini mbele kuna nyufa kubwa, kunakosekana kuhuisha maagano. Leo nina ujumbe kwa habari ya Mungu wako. Ni kweli ana maagano na wewe, lazima muhuishe maagano. Kuhuisha agano la ndoa ni pamoja na kutenda kwa upya. Kama ni utii, kutii kwa upya. Kama ni kupenda, ni kupenda kwa upya na kugharimia kwa upya. Mke wangu leo aniangalii ile miaka ya kwanza, ananiangalia leo nafanya nini. Kama miaka ile nilikuwa na upendo na kujali, leo hii nikaa simjali, imeondoka hiyo. Na ziko talaka nyingi sana, tunaita spiritual divorce za kiroho. Watu wameachana muda mrefu. Kwa nini? Hakuna kuhuisha agano. Kama ilivyo agano la ndoa linahuishwa kwa kutambua tulikotoka na kuendelea kutendeana mambo yanayoleta upya kwenye ndoa, hali kadhalika na Yehova Mungu wetu. Haijalishi uliwahi kumpokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako wakati fulani, leo sisi tunaangalia leo. Sisi tunaangalia leo. Watu wengi sana wamewahi kutembea na Mungu, wakatembea katika njia zake, Mungu akawa Mungu wao na wao wakawa watu wa Mungu. Lakini miaka ilivyoendelea wamepoteza ile hali, wamebaki tu wako kinyume kabisa na Mungu. Na maneno ya Mungu yanasema wawili watatembeaje pamoja wasipofanya nini? Muulize jirani yako, mwambie agano lako na Mungu unalihuisha. Kuisha kwa Kiingereza naitaje? Ni zaidi ya kurenew. Kurenew ni kufanya upya. Kuisha ni revival. Yaani kama kuchochea hivi. Jamani amina. Kama kufanya nini? Kuchochea. Kwenye sura hii ya 15, Abrahamu ametoka Ur Kaldayo, ametembea na Bwana, amekutana na mambo mengi. Njiani pamefika mahali Mungu anamtokea Abrahamu, anamwambia Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa.
tunataka kuisha agano letu na yeye. Hata yeye anataka kuisha agano lake na yeye. Anataka kuambia Meli, kumbuka nilivyokuokoa na mahali nilipokutoa. Anataka kuambia Mariko, kumbuka nilivyokuokoa na mahali nilikokutoa, na jinsi ulivyotembea na mimi, na jinsi ulivyokuwa na adabu na mimi, na jinsi ulivyokuwa unanitumikia. Anatamani mahusiano yenu yahuishwe. Anamrudia Abrahamu, anamwambia Abrahamu, sikia mwanangu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa. Anaongea na Abrahamu kwa sababu nini? Abrahamu anaanza kuyumba, Abrahamu anaanza kutaka kuchochoa, anamfikiri Mungu kama yuko mbali. Yehova anamtokea, anasema bado mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana, na thawabu yako kubwa. Abrahamu anamwambia, ni kweli unasema hayo, lakini utanipa nini? Yale ulioniahidi hayatokei. Ukiyasikiliza anayosema Abrahamu, unaona ni kwa nini Mungu anamtokea. Alishajua anakata tamaa, alishajua amechoka, alishajua safari ya Yeremeki, akamuwahi. Na mimi nasema Bwana akuwahi siku ya leo, akwambie yeye ni ngome yako na thawabu yako kubwa. Yeye ni ngome yako na thawabu yako kubwa. Huisha maagano na Jehova, huisha maagano na Mungu wako, huisha maagano katika jina la Yesu. Andika mambo matatu tunapohuisha maagano niliyoyaona kwenye kitabu hiki. Kwenye kitabu hiki ninaona mambo matatu. Jambo la kwanza ni kwa kumsikiliza Mungu tena, akwambie alichokisema. Msikilize Mungu tena. Kwenye sura ile ya 15 kuanzia mstari wa kwanza, Abraham anamsikiliza Mungu. Mungu hakuongea tu zamani zile, anaongea hata sasa. Nimewahi kupita mahali nilichoka sana. Choka sana kwenye utumishi. Nimechunga miaka 10 na kitu, alafu sioni kitu chochote kinatokea. Hali ni ngumu kabisa. Siku hiyo ndio niliona Mungu anaongea kupitia kinywa changu. Alisema maneno haya, mimi niko pamoja na wewe siku zote kutoka mfadhali. Yaani anatumia kinywa changu yaani najinabiria mwenyewe. Hakuna anayetoa unabii, anayetoa unabii ni nani? Ni mimi. Maneno yanapita kwa kinywa changu, lakini yametoka kwa Roho Mtakatifu. Sipasahau pale nilipokuwa nimepiga magoti, sipasahau. Mungu anasema na mimi ni ngao yangu. Anasema nitakuwa pamoja na wewe siku zote kutoka mfadhali. Mungu ananihakikishia kwamba bado niko na pamoja na wewe. Sasa hii ni namba moja. Ongea na Mungu, aseme na wewe tena. Mdodose tena Mungu. Hata yale hata pale unaponukuu yale aliyosema, unahuisha maagano. Unaposema sura ya Mungu aliyesema kwamba utanipungukia wala utaniacha, unahuisha uishi. Agano ni mkataba. Agano ni mapatano. Unahuisha kwa kukumbusha, tuliongea hili na hili. Na yeye mwenyewe amesema katika Isaya unayeandika, Isaya 53:26 anasema, nikumbushe namba moja, eleza mambo yako pewe haki. Kwa hiyo huisha maagano ya agano lako na Mungu kwa kumwambia, kwa kumsikiliza Mungu tena, na akwambie alisemeje mara ya kwanza. Abraham hapa anatega sikio kwa bidii sana kumsikiliza Mungu. Na unapoangalia kwenye sura hii Mungu anapoongea na Abraham ni kama anataka kusema tena. Na huko mbele kuna kitu nitakiongeza ambacho unakuta tena Mungu anaongea na Abraham kama hajawahi kusema, anasema naye mara ya kwanza, lakini kimsingi ama kinajaziwa nyama, lakini hoja ni ile ile ya kwamba nitakubariki. Sijabadilisha kauli, sijabadilisha mipango. Hoja ni ile ile. Miaka imeenda, lakini hoja ni ile ile kwamba nitakubariki. Kwa hiyo huisha kwa namba moja, kumsikiliza Mungu akwambia alichokisema au kuongea naye, iko pamoja na kumkumbusha. Namba mbili, kuongeza imani. Huisha maagano kwa kuongeza imani. Biblia inasema kwenye mstari wa 6, Abraham akamwamini Mungu. Fikisha jirani yako, mwambie ongeza imani. Ongeza imani. Maana kulikuwa kumwamini Mungu kwake ni kidogo. Huisha imani yako, huisha neno lako na Mungu kwa kuongeza imani. Na Mungu anapoona unaongeza imani ya kumtegemea, anafurahi sana anapoona unaongezea kumtegemea. Hapa panasema mstari wa 6, Abraham akamwamini Mungu na Mungu akamhesabia kuwa ni haki. Kwa kulikuwa na mashaka. Katika jina la Yesu, mashaka yaondoke. Haya mashaka yaondoke kwa binti. Haya mashaka yaondoke kwa kijana. Haya mashaka yaondoke kwa mwanandoa. Mungu wetu ni mwaminifu mno. Ongeza imani yako.
natoa sadaka, aina fulani ya sadaka. Nikusanyie sadaka fulani. Hebu mtiza jirani yako, hata sadaka huwa zinahuisha maagano. Hata sadaka huwa zinahuisha nini? Maagano. Ngoja nikuonyeshe. Hapa nakutolea mfano mama wa nyumba. Hebu shika hapo. Mama hii ukale chips. Unaonaje kwenye moyo wako? Nimekupa moja kwa moja. Agano limehuishwa kwa nini? Wacha niongee tu hapa, hata kama tunaswagi na hela, lakini wacha niongee hapa ukweli. Kuna mtu mmoja amenitafuta sana na anatafuta mimi baba yake. Ni masimu mengi. Mimi sasa hivi na kila simu. Kwa hiyo ukinipigia ujue na masimu mengi. Hao wanaotenda kazi mimi wanaelewa. Nachoka nazuia, lakini inakuwa inashindikana. Kwa sababu nachoka. Na kama usipokuwa na juhudi kupenya unikutie, inakuwa kazi. Nachoka kabisa. Mmoja alifikiri anafanya masiara, alisumbuka kunitafuta ili nimpe hela na akasumbuka ili kunirudishia hela. Yaani namna aliposumbuka kunipata nimpe hela aliyokuwa ameitaka. Hilo alisumbuka kunipa. Kwa akajua kumbe huyu mtu yuko busy. Sasa mtu amehangaika. Hii mara hivi naomba kuona kesho tutaonana. Anataka aongee na mimi tu, anataka aongee na mimi. Anafanya kwa baba yake. Mimi namjua na nampenda kabisa yule kijana. Lakini sasa mambo yako mengi. Siku ya kaka nyumbani. Kama samani mpandiko hapa mlangoni kama huko. Choka ndio kumzendesa. Karibu. Amekaingia bwana. Mimi nimekuwa napenda nikobeba hapa, Mungu anatusaidia kwenye huduma. Tunaenda vizuri na hivi na hivi. Mimi nakwambia wale wanaweza kusifia ili wakutoe. Tumemaliza, kapiga magoti ya kijana. Naomba maombi niombee. Mimi nikapiga magoti, maombi si bure tu. Nilipopiga magoti, akaingiza mfukoni kabahasha alikotembea nako, akanipa. Yale maombi yakaongezeka kidogo. Lakini najua kwa hali ya huyu hapa mna 2,000 3,000, lakini bado hata ile 2,000 3,000 ikaongeza maombi. Kwenda kufumua bahasha na 50,000 kanimaliza kabisa. Yaani sio kwamba mimi sina 50,000. Lakini kile kitendo cha kujali maisha yangu na yake na mpita mbali, alafu aniwekee kwenye bahasha 50,000. Jamani, mimi ni mtu nimeumba uso wa aibu. Saizi amenizoa kama mlenda. Yaani kila akisema mami na kila nikisikia simu yake na kama ujambo mwanangu, unaendelea? Juzi nimempiga ofa ya 150,000. Kuna kitu namnunulia 150,000. Lakini kutoka kwenye 50,000 mimi 150,000. Mwambie mwenzako ndio alivyo Mungu wetu. Wewe kama anamwambia Abraham alipouliza mbona haya mambo sielewi, nieleze namna gani atatendeka. Mungu anampa kanuni, anasema andaa sadaka. Alafu Mungu hata hana haraka. Kuna wakati mwingine tunataka watumishi watetemekee sadaka. Kuna wakati mwingine unamtafuta, mbona unasema hivi huyu namtafuteje? Mimi kuna wakati nimetafuta na mtu naweka kizuizi na mtafuta anatokea na hela nyingi. Mbona unawaza hivi huyu mtu nilikuwa namsumbua. Au unafikiri kesha na kusumbua tena. Ndio Mungu alipomsumbua Abraham, ametoa sadaka, amelinda mpaka giza linaingia, usingizi. Sasa Mungu alikuwa busy wapi mimi sielewi. Yaani unatoa sadaka halafu unaanza kulinda, ungekuwa Msukuma. Unazoa unaondoka na alafu pesa chinja kabisa, yaani umenyonyoa kabisa, tayari kwa kuliwa, maana alimwambia katakata kabisa vipande. Ana kazi ya kulinda na wale walikuwa wanasumbua. Wewe unakuja pale rundo wakimbie na sadaka. Nyinyi huwa mnaachia mwewe wakimbie na sadaka. Mwewe ni magonjwa. Yanaweza kuja na kuchota sadaka kwenda kumtolea Mungu. Mwewe ni mama mkwe. Huko akumleta kanisani, amefika mama mkwe, lakini wapo kanisa. Yeye akawa anafukuza mwewe wale waondoke. Mpaka giza linaingia. Mungu ajaja kwenye ile sadaka. Mpaka nawaza kwamba hii sadaka ni mimi nimejipendekeza kusema. Kama amesema amekalia wapi? Sio mwanadamu kwamba anaoga. Sio mwanadamu kwamba anapiga nguo pasi. Mungu kimya. Si ajua alikuwa anapima nini kwa Abraham. Hapo
tu, fukuza ndege, fukuza ndege, hii ni ya Bwana msichukue, fukuza hii sadaka, hamtakiwi kula. Muulize jirani yako, mwambie hivi, unaona ni mambo ya imani ya kubarikiwa hivi? Unaweza? Unaweza? Umelinda sadaka, yani sadaka nitoe mimi au mimi ndio nalinda? Hiyo ni stage nyingine ambayo wakati mwingine tunapouisha maagano yetu na Mungu, Mungu anaitaka tutoe aina fulani ya sadaka kwa maelekezo yake, na hii inaweza kawa kinyume na utaratibu wa wazee wa kanisa, kinyume na utaratibu wa kanisa. Ni wewe na Mungu peke yenu. Anakudai kitu, maana haya hakuambia waliopita. Wakina Lutu hakuambia haya, amemwambia Abrahamu, nataka nitolee sadaka, na amemwelekeza ng'ombe wa aina hii, mbuzi wa aina hii, na hili kwa aina hii, na uandaji anapa namna hii. Muda usingetosha. Baada ya Mungu kuja, jamaa anasinzia, na kuna watu wengine wameanza kusinzia. Sababu Mungu anachelewa, unasinzia. Tikise jirani yako, mwambie usisinzie. Mwambie usisinzie. Maana hapa walikutwa na matukio mawili. La kwanza usingizi, la pili kiza kinaingia. Na kuna wengine kiza kinaingia. Kiza manake kuna baadhi ya vitu vinaanza kuwa huvioni. Huoni tena. Yaani kwenye giza hilo hata wale ndege wangerudi kuchukua ile sadaka wangebeba tu. Habari njema ni kwamba Mungu aliwahi usingizi wa Abrahamu ili asilale totoro. Mungu alikiwahi kile kiza kabla akijawa kinene akatokea. Muda usingetosha. Tiririka usome pale, ni baraka anayemwagika Mungu baada ya sadaka. Ona anavyomwambia. Ameongea mambo mengine ambayo sura ya 12 hakusema, na sura zingine zinazofuata sura ya 13 wakati anaachana na Lutu hakusema. Mwambie jirani yako, kuna mambo Mungu hajasema na wewe hajamaliza kuongea. Mwambie mbele kabisa, mwambie kuna mambo Mungu hajamaliza kuongea na wewe. Unajua hata watoto wangu sijamaliza kuongea nao, wakina Ibrahim sijamaliza. Mengine ni siri yangu. Mengine nini? Ni siri yangu. Lakini naendelea kumcheki. Niongee. Inategemea na ubabaishaji wake. Kuna mambo mengine uongee hivi mpaka uone huyu mtu ana haki ya kuongelewa. Mungu wetu kuna mambo hajaongea na wewe. Hivi aliyokuambia ni kidogo tu. Lakini yako mambo hajaongea, akaongea mambo mazito, makubwa. Kwenye mstari wa 8 na kushuka, Mungu alipotokea na kuipokea ile sadaka. Hii ni eneo la shaba. Huisha maagano yako na Mungu. Ipendekeze kwa Mungu tena. Ongea naye tena. Pandisha imani yako. Angalia Mungu anataka utoe nini. Anataka utoe nini. Agano lako na Mungu litauika, itakuwa imara. Kama vile maagano yetu ya ndoa yanavyohuika kuwa imara tunapofanyia upya baadhi ya maeneo yanayoimarisha uhusiano wetu. Simama pale ulipo. Simama pale ulipo. Simama pale ulipo. Nataka niombe na watu wa aina hii. Watu ambao kuna mambo Mungu ameongea nao muda mrefu. Wameendelea kutembea lakini hawajapata majibu yake. Mzee Mariko nimejibu kwenye hili eneo kwamba wakati Mungu anachelewa huisha nini? Huisha agano lake na yeye. Ongea. Lakini nikueleza namna ya kuisha agano. Nitakuja na pointi nyingine. Kubwa nimebakiza mbili ambazo ziko tayari. Moja nitazungumza Jumapili, lakini hizo mbili zingine nitazungumza mbele. Zote hizo. Kuna pointi nyingine ambayo nimeipata na yenyewe ni sababu kubwa ya uchelewevu wa Mungu kufanya kile alichopanga kwa ajili yetu, kwa ajili ya baraka zetu. Nitakupa katika siku ambazo nitasimama. Maso lazima nisimame siku zote. Wewe unanisikia uko mtandao, inawezekana uliwahi kutembea na Mungu, lakini kuna mahali fulani mahusiano yako na Mungu ni kama eneo legalega. Umebaki kuona mbona Mungu hiki asemi na alishasema kupitia maneno yake. Leo ninakwambia huisha agano lako na Mungu. Huisha mapatano yako na Mungu. Huwezi kuishi na ndoa miaka mingi kama ufanyii upya mambo ulikuwa unafanya zamani ukawa umeacha. Ndoa itachacha tu.
mahusiano yetu na Mungu. Ndio maana wengine wamebaki na historia. Nimewahi kutembea na Mungu lakini sasa Mungu hayupo. Kwa sababu yale aliyokuwa anafanya anapotembea na Mungu ameacha. Mungu anayo madai. Mungu anayo madai kwetu. Anataka bado tusemezane. Anataka tuongeze imani. Tuongeze imani. Anataka tuwatii kutoa kile anachotuambia. Ramo la makanda na mashaka tu. Muda huu ni muda wa maombi. Ninapoomba na watu wa kanisa hili, nitakuombea na wewe. Lakini kumbuka mpango wa Mungu atakubariki maisha yako. Kumbuka baki hivyo ulivyo. Lakini kumbuka mapatano yako na Mungu ya mwanzo. Wakati umeamua kuokoka, je, unaendelea kutembea katika yeye? Au kuna mahali pameyumba? Ndio maombi. Jioni leo nakuombea. Wachungaji John hapa. Naomba uje wewe na unaabudu hapa. Napenda kwenye maombi. Unasema mchungaji anahitaji maombi. Unatamani mahusiano yako na Mungu yahuike, yawe mapya zaidi. Hiyo mlivyoanza naye mlikotoka. Iwe hivyo. Hiyo hivyo. Kumbuka Mungu hata sikuambia mazuri. Why Mungu alimchagua Abraham? Alimchagua Abraham. Mimi nakubali kabisa alikuwa nafuu kuliko watoto wa Tera wote. Mungu amekuchagua kwa mapenzi yake. Amekuona unafaa. Huisha leo. Huisha agano lako na Mungu. Ule moto uliokuwa nao mara kwanza urudi kwako katika jina la Yesu. Ule utumishi uliokuwa nao mara kwanza urudi kwako katika jina la Yesu. Ule utumishi usiokuwa na sababu ambao Bwana aliweka na wewe urudi. Ulimo na mandora wakala. Weka mikono kwenye moyo wako. Nataka wachilishi kutoka chuo wapewe maiki hapo. Ulikama na masaka. Mswape zote. Nataka na mimi. Kiozana mpe moja wewe. Imeni Yesu. Chini wewe Yesu. Mnapoimba wimbo tunaenda kuomba. Bwana anakwenda kukurudisha kwenye mstari. Haijalishi umekata tamaa kwa kusubiri muda mrefu. Kama Abrahamu anasema umenipa nini? Anamwambia Mungu umenipa nini? Abraham ana madai. Inawezekana na madai umetembea na Mungu, lakini kuna mambo naona bado yako sawa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, muda huu Bwana tunapokwenda kuomba kwa ajili ya watu hawa, na achilia neema yako na achilia kuhuishwa kwa